Mambo vipi Chidi? Poa, niambie. Fresh za siku. Safi. Yeah, long time. Hivi mimi nakujua kwa jina la Chidi Adori. Jina lako kamili ni nani? Okay. My real name inaitwa Rashid Ali. Rashid Ali. Yeah, so shortcut ya Rashid na kwa Chidi. Chidi. Yeah, ila Adori iko famous kuliko Chidi. Kwa nini Adori? Kwa sababu kuna Chidi wingi ila Adori kuna Adori mmoja tu. So ukizungumzia Adori directly mtu anaelewa ni nani. Yeah. Okay, mimi na tumekutana katika mazingira ya modeling. Yeah. So unaweza kuniambia modeling ni ulianza lini na kasikia mpaka ukafikia hapo ulipo? Modeling nakumbuka nilianza mwaka 2014. Yeah. Nilianza mwaka 2014 na mwanzo sikuwa na interest kabisa kuhusu masuala ya fashion, ila nilikutana na Faruk Abdella. Nafikiri ni designer mkubwa kwa Tanzania na nje ya Tanzania, kwa sababu mwanzo alikuwa anaishi Uingereza. Yeah, yeye ndo alinishawishi akaniambia na vigezo vya kwa modeling na nini na nini. Mara kwanza nikapotezea, nikaja nikakutana naye next time akaniambia vile vile, nikasema okay, let me try. Wow. Yeah. Hapo kwenye vigezo, ili uwe model vigezo gani unatakiwa uwe navyo? Inategemeana, unajua sasa hivi dunia imepanuka kidogo. Lakini mwanzo zaidi walikuwa wanaangalia urefu ya sura pia. Wanaangalia sura pia. Pia ukiwa fitness inapendeza zaidi, yani unapata good opportunity, kwa sababu ukirudi kwenye international model karibia wote lazima wanafanya mazoezi alau kidogo. So mtu slim na mtu ambaye iko fitness kidogo, na hisi mtu ambaye iko fitness kidogo atapata good opportunity kuliko mtu ambaye iko very slim. Okay, that's good. Okay, Faruk alikuona, na tunavyojua Zanzibar industry ya model tofauti na zamani. Zamani ilikuwa very hard, unasema ulianza mwaka 2014. Wazazi wako walikuruhusu, kwa sababu siku zote ukisema modeling inamaanisha kwamba mtu anaona uhuni, ataona industry gani. Ilikuwaje kwa upande wako? Kitu kizuri, niko na wazazi, lakini muda huo nilikuwa siishi na wazazi. Mimi kulikuwa kuna mzee fulani wa kizungu alikuwa ananilea. So nimekuwa naye kuanzia mwaka 2011 mpaka mwaka 2014 mwishoni. Ndio muda huo ndo alifariki. So nilikuwa niko free zaidi kufanya kile ambacho mimi najisikia kufanya. So haikuwa pingani sana kwa upande wa wazazi. Na pia kitu kizuri, mimi nilianza kujitegemea kuanzia mwaka 2010. Ulikuwa miaka mingapi? Something like miaka 18 nafikiria. Yani hapo sili nyumbani, siombi pesa hela nyumbani. Yani on my own. Sasa nimeanza kujitegemea kuanzia 2010 mpaka 2021, miaka 11 nimezoea tayari. So nimekuwa niko free kufanya kile ambacho najisikia. Lakini pia mara nyingi nafanya kitu ambacho kitakuwa ni kizuri kwa jamii, sio kibaya. Haina maana labda niko free niwe free kufanya kitu kibaya. That's good. So katika, labda uniambie Zanzibar designer gani mkubwa ambaye ushawahi kuingia kwenye stage yake ukavaa nguo yake ukasema wow, this is my dream? Kwa Zanzibar nishavaa nguo za Faruk ambaye ni designer mkubwa. Nishavaa nguo za Wise ambaye ukimzungumzia Chidi Adori lazima umzungumzie Wise. No way out. Kwa nini? Laisi alikuwa sababu kubwa sana mpaka mimi kufika hapa. Yani amenishika mkono from beginning mpaka nimekuwa hapa. So I really appreciate bro. Shout out to Wise. That's my brother. That's good. So katika industry ya modeling kwa sisi wanawake ilikuwa ni ngumu. So naomba unizungumzie wewe kwa upande wako, changamoto gani unakutana nazo katika harakati zako? Katika industry ya modeling kuna changamoto nyingi sana. Lakini pia inategemeana na wewe mwenyewe uelewa wako. Na changamoto kwa wanaume na kwa wanawake pia. Namba moja, watu wanaamini
modeling wote ambao yani workshop and modeling tu, labda una deal na mambo ya gay, you understand? Yeah, yani directly mtu akijua yule modeling anajua huyo yuko part of gay. Unafahamu? Yani ana deal labda na wanaume, lakini haiko hivyo, unafahamu? Japokuwa wako kuna watu wana base na hivyo vitu, lakini sio wote. Lakini hamna mtu ambaye akishakujua tu huyu ni modeling anaamini hicho kitu, lakini in reality haiko hivyo. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Lakini pia changamoto nyingine, huko katika modeling unakutana na hao designer ambao wanakuwa ni gay kweli. Na pia muda mwingine unakuta ili wakusaidie na wao wasaidie. So unaposhinda kuwasaidia inakuwa ni changamoto upande wako. So hapo ni wewe mwenyewe utaangalia right way ni ipi. Nataka kufanya nini? Sure. Okay, that's good. So unaweza kuniambia, kuna msemo anasema Zanzibar modeling hailipi. Wewe modeling toka 2014 mpaka sasa umefaidika na nini? Mtu ambaye tutazama sasa hivi anaweza kusema wow, so naweza nikaingia kwenye hii business. Okay. Kitu ambacho watu wanataka kuelewa, lengo sio kufanya modeling Zanzibar. Lengo ni kufanya international modeling. Just Zanzibar ni kituo tu cha kupandia boti. Umefahamu? So it's true Zanzibar modeling hailipi, lakini jitengeneze uwe mkubwa. Ni sawa na mchezaji anapokuwa ni Mzanzibari, baadaye tunasikia yuko Simba, baadaye tunasikia sijui yuko Manchester, sijui yuko wapi. Umefahamu? Kwa hiyo hii inakuwa ni njia tu ya kupita. Inabidi utumie nguvu kubwa sana, uonekanike unafanya vizuri, watu watakutafuta. Ni kitu kizuri. Sijabesi sana Zanzibar. Hata ukihesabu show za Zanzibar na show za nje ya Zanzibar ninafanya ni nyingi nje ya Zanzibar kuliko show ambazo nimefanya Zanzibar. Umefahamu? So just Zanzibar ni kituo tu, lakini malengo ni kufika mbali. Okay. So unamshauri nini kijana ambaye anataka kuingia kwenye modeling, anataka kuingia kwenye hii industry? Tatizo linakuja, watu wengi wanataka kuingia huku lengo waonekanike ama wajulikanike. Lakini sisi tulifanya hichi kitu kwa sababu tunakipenda ndani ya moyo. Kwa hiyo namba moja, usije tu kwa sababu mimi nataka nionekane kama mtu fulani, hapo utafeli. Kwanza lazima ukubali ndani ya moyo wako hichi kitu mimi nakipenda. Hicho kitu kwa nakipenda means utajitolea kwa hali na mali kufanya kile kitu ambacho unapenda. Na ndio maana watu wengi wanaishia njiani kwa sababu just tu anataka afanye aonekanike. Hiyo ndio shida inakuja hapo. Kwa hiyo before unataka kuingia huku kwanza jiulize unapenda kufanya hicho kitu? Umesikia, jiulize unapenda kufanya hicho kitu? By the way, okay, na kuona your body looks amazing na your dresses, nani anakudesign hivi? Najidesign mimi mwenyewe. Kwa sababu modeling na najua mimi naweza nikavaa nguo nikajanikiwa mara 3. Naweza nikavua hii nikasema hii imefit sasa natoka. Lakini hivyo so najidesign mimi mwenyewe. Labda itakuwa sometime kwenye photoshoot ama vipi, na kuna tegemeana na design. Lakini officially sina designer, labda niseme na nivisha kila siku. Okay. Na kuna relationship gani between your body and being modeling, like fitness and modeling? Relationship gani iko kati yako? Mimi naweza kubalance mwili wangu. Ndio maana ni kwenye fitness na fanya vizuri na kwenye modeling nafanya vizuri. Haiwezi kutokezea siku nikachusha designer Canada, no, hapana. Kwa sababu wako watu ambao mimi nawajua katika fashion walitengeneza miili kama mikubwa kupitiliza mpaka designer kama the way ulivyo hauwezi kuvaa nguo kupendeza. Kwa hiyo mimi na maintain mwili wangu. Kiniangalia mwili wangu sio mkubwa, sio mdogo. So so ikija kwenye part ya modeling unawaka, ikija kwenye part ya fitness unawaka pia. That's nice. Now how about your hairstyle? Is this just because of model kama ukweka hivyo au ndo style ulo choose mwenyewe kwamba nataka nionekane niwe hivi? Kama hata mfano utapitia page yangu ya Instagram. Mimi my favorite kuweka nywele. Yaani tangia 2012 labda mpaka leo. Yaani utakuta picha chache sana ambazo niko na nywele ndogo. Umefahamu? Labda sitabadilika style kidogo tu, unafahamu? So napenda tu kuweka nywele. Tangia hata sijaanza masuala ya fashion. Okay, that's good. Kuna swali moja la kizushi wanasema modeling industry ya Zanzibar model hawapendani. Unazungumzia vipi? It's true. Ni kweli na ni kweli kabisa kwa sababu shida inakuja, unajua
pale mtu anapoona all the opportunity unapata wewe, yeye anakuwa na mkera, lakini anasahau wewe uli work hard. Ndio maana watu wote wanakuangalia wewe, kwa sababu kila mtu anataka afanye biashara ambayo atapata faida, sio hasara. So kama unafanya kitu kizuri watu watakutafuta. So shida ilianzia hapo, kwa sababu ilikuwa kila kitu kinachotokea mtu fulani, lakini ulikuwa na work hard. Ndio maana kuna watu nyuma tulikuwa tuko na vizuri tu, like a family brother, lakini baadaye imetokea tu ile kuona kwa nini yeye kila siku anajiona anajisikia, yakaanza matabaka. So hata ukirudi katika industry ya fashion sasa hivi kuna matabaka ama kuna team, unafahamu? Kuna matabaka, kuna team, ila mimi napenda kuona vijana wenzangu wanapiga hatua, unafahamu? Na pia kitu kizuri, unajua akifanikiwa mmoja anamsaidia na mwingine, unafahamu? Lakini kama unataka mmoja haribikiwe, kuna wengine wengi wataharibikiwa pia. So kitu kizuri watu tu wapendane, japokuwa inakuwa ngumu naweza kusema, lakini hivyo Okay, that's nice. Okay, Chidi, nakuona sana kwenye video za wasanii mbalimbali. Do you have management? Yes, before I was nilikuwa na management, lakini ikatokea problem kidogo. Lakini right now niko na management mpya, lakini officially sio management, ni manager. Maana kuna management inakuwa ni teamwork na manager. So I have a manager, mtu ambaye labda kama kuna kazi inatokea unaongea naye kwamba wewe mnaweza mkafanya. Wapi modo wenzio jamani, njia unazopita ili na wao tu waone uko juu? Connection unaita. Mimi nafikiri tunarudi tena ni ile tu ambayo inaitwa ni work hard, kwa sababu kufanya kitu kizuri watu wanakuona, unafahamu? Mimi naweza nikajivunia nikasema modeling na mazoezi ndio imenifanya mimi mpaka leo nakuwa Chidi Adore, mpaka leo nakuwa hapa nilipo. Nothing else, mimi sifanyi kazi nyingine zaidi ya hivyo vitu. So unafanya modeling na fitness first? Yeah, modeling na fitness, na maisha yangu yote nimetupia huko, kwa sababu hata ukirudi katika business yangu mimi have on my shop ambayo ina deal na sport, ya masuala ya labda gym, protein, gloves, viatu, mimi mwenyewe gym trainer. So ukiangalia maisha yangu yote mimi nimewekeza katika maisha fashion na gym. That's all. Yeah. Do you like sports? Yeah. Before nilikuwa ni good player. Really? Yeah. Mimi nilikuwa ni mchezaji mzuri sana, na kwanza kwa maarufu katika modeling na gym, mimi nimeanza kwa maarufu katika mpira. Na sababu inanifanya ni kuacha mpira, mimi nimevunja magoti yote mawili. Kwa sababu ya mpira? Yeah, sure. Hiyo ndio sababu ya kuacha mpira. Na hamna mchezo ambao naupenda kama mpira. So mpaka leo sipendi kwenda kuangalia mpira kwa sababu ni kenu na tamani. Ni sawa kwa mwanamke ambaye unampenda, ndio labda amekuacha na ukimwona utaumia. So unajaribu kuchukua kila aina njia kumwepuka ili usiumie. Yeah, ila I like football so much kuliko kitu chochote. Sasa wewe ni Simba au Yanga? Ni Simba. Really? Yeah, sure, ni Simba. Yeah, sure, ni Simba. Okay, so asante sana Chidi Adore kwa kuja na nimefurahi kukuona. Labda cha mwisho unataka kuambia vijana ambao wako majumbani na modo wenzio na watu wote wanaotaka kuja Zanzibar kufanya kazi ya modeling, kujiingiza katika fursa mbalimbali? Mimi nafikiria Zanzibar tuna good opportunity kuliko nchi yoyote, kwa sababu namba moja ni kisiwa, namba mbili pia kuna mahoteli mingi, namba tatu pia kuna location nyingi, shafahamu. So tuna opportunity kubwa, ila tu tunashindwa
kuitumia. Ndio maana ukiangalia pia wasanii wengi sasa wamekuwa wanakuja kufanya video zao Zanzibar, na mtu akija kuambia hivi video labda imeshutwa Zanzibar, hamna mtu ambaye anayeamini. Ila kipengele ni kimoja tu, nafikiri hakuna ile labda big support hata kuanzia kwa serikali pia, kwa sababu tunaona mara nyingi zikifanyika event sijui waziri wa michezo sijui waziri gani anakwepo na anakuwa anatoa supporting kubwa sana, unafahamu. Kwa hiyo hata wanaoandaa matamasha wanajitahidi kadri uwezo wao, kama Wise ameinua vijana wingi sana, lakini pia nafika time anachoka kwa sababu ya kila akifanya labda mkuta badala ya faida anapata hasara, unafahamu. Lakini kungekuwa kuna watu wawili tu wa kupush na hisi labda ingekuwa tumefika mbali, unaelewa. Ndio maana unakuta kila mtu anatamani kwa modeling, lakini unashindwa kumsaidia kwa sababu wewe mwenyewe unashindwa kujisaidia pia, kwa sababu hata Mungu anasema kama mwenyewe hujiwezi kumsaidia mtu mwingine, so nafikiri support ndo kila kitu. Kuna vijana wengi wana talent, wana mionekaniko mizuri, lakini wanashindwa kufikia malengo yao kwa sababu unakuta fashion na vitu vingi. Lazima uwe na picture good quality, lazima uwe na nguo nzuri, lazima utafute location, na hivyo nguo inahitaji designer, picture inahitaji mpiga picha kulipwa, location labda inahitaji safiri, unafahamu. So unakuta ni expensive sana. Kisha kuamua kuwa modeling inabidi uwe smart masaa 24. You understand? Sikia huko. Sasa mtu akikuta katika Instagram, akikuta katika mazingira kawaida, unafaa kuona vitu havifanani. You understand? So ni kazi ngumu kidogo, ni sawa na kuwa msanii kupanda daladala na kwa mtihani. Unafahamu? Kwa hiyo inabidi hapo lazima fake life ambayo itakuwa na cost pia pande fulani. Hapo unaposema msanii kupanda daladala. Kwa mfano wasanii wengi wa Zanzibar tunaona, au watu ambao wako kwenye show business, ni watu ambao mnakuwa nao mtaani. Yaani hata wakiandaa show hauko excited kwenda kuwaona kwa sababu always mko nao mtaani. Unawashauri nini wasanii kama hao? How to brand this? Okay, mimi nafikiri wajifunze kitu kimoja. It's true unachoongea, kwa sababu muda wote tuko maskani tunapiga story pamoja. Mimi nikija katika show yako just nakuja kukusupport tu unione, lakini siji kwa sababu ya vibe, right? Kitu kizuri ambacho msanii anatakiwa ni expensive, sawa, usionekanike ovyo, umefahamu? Kwa sababu nitakupa mfano mzuri. Unajua zamani wakati tunaanza sisi kufanya fashion, tulikuwa na watu ambao ni ghali sana. Yaani kila mtu anatamani akuone, kupiga picha, akikuona na kushangaa. But ile tulikuwa tunaonana all the time, so kawaida tu. Tunakutana wapi? Ile brand inakuwa inashuka, shafahamu. Na kitu kizuri cha kujifunza, unajua wasanii wa WCB sasa club kwa kuta club, na wenyewe wanakwambia rules yao, ukienda club ukirudi anahitaji mapato yao, anajua ameenda kufanya kazi. Kwa sababu kama mtu unamuona ni time unamchoka. Lakini pia mazingira nafikiri hayaturuhusu. Kwa hivyo, kwa sababu unajua maisha yetu ya Zanzibar na Dar yako different kidogo, unafahamu? Ndio maana unakuta labda unakuta mtu akifanya kitu cha kijinga kidogo ndo ana trend. Ile ukikwetu kufanya kitu cha kijinga watu wanakuona ni mjinga, na labda kama thamani na hadhi yako itashuka kabisa. Kwa hiyo nafikiri pia mazingira pia ni sababu kubwa. Na ukiona mtu anakuja kufanya event huku na anawaita wasanii kutoka Dar au anaita models kutoka Dar waje wafanye, how do you feel wewe kama wewe? Tunakosea wapi? Officially I feel bad, ila pia labda amefanya hivyo kuna kitu ameona, umeelewa? Labda kuna vigezo alikuwa anaangalia, lakini kiuhalisia na kwa inaumiza, kwa sababu nyumbani kwanza. Nyumbani kwanza. Nyumbani kwanza. Sasa anapokuja mtu mwenye uwezo zaidi yako,
unakuwa unaelewa sema hapa nimezidiwa. Unapata kujifunza, right? Lakini anapokuja mtu ambaye anahisi mimi better more than him, kisha huyo ametolewa huko amelipa na ule amefanya nini, it doesn't make sense, inakuwa inaumiza. So akija mtu mwenye vigezo zaidi yako ni sawa, lakini sometimes unakutana mtu ambaye unaona kwa ni mzuri mara tatu yake, kisha unakuta yeye anakuwa priority kubwa kuliko inakuwa inaumiza, na hapo ndo anaanza matabaka. Wow, so it's so nice to talk to you, na hope mtu yote ambaye alikuwa anatusikiliza leo na anatutizama akapata kitu. Zanzibar kuna a lot of opportunities in modeling industry, in show business. Ni sisi how to take care of yourself, how to brand yourself. So asante sana Chibi. Nice.